kwa nafasi nyingine ambaye ametukirimia ili tuweze kuwa na ushirika kwa pamoja na ili aweze kutubariki. Ningependa kwanza tuombe kwa kifupi ili tuweze kulisikia neno ambalo amekusudia tuweze kulisikia jioni ya leo. Wacheni tuombe. Baba wetu uishie milele, twalitukuza jina lako kwa kutupatia nafasi nyingine ili ukaweze kutulisha kutoka kwa neno lako Bwana. Ni asanti kwa yale yote ambayo umetutendea, umetulinda, umetuhifadhi na tena kutufunika kwa damu ya Yesu ili tusije tukaingia kwa majaribu na mambo yoyote ambayo yamepangwa mbele yetu na shetani. Tunapolisikia neno lako tunakuomba utuponye, utuinue na uweze kutuhudumia kila mmoja wetu hata tukiwa manyumbani. Kwa jina lake Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Jioni ya leo ningependa tuweze kulisikia neno kutoka kwa kitabu cha Waamuzi, na nitaweza kusoma kutoka Waamuzi, mlango ni ule wa 2 kuanzia mstari wa 1 hadi ule wa 5, na ni matumaini yangu ya kwamba sote tutaweza kubarikiwa hata tukiwa nyumbani, hata tunapopitia katika haya majira na katika hili janga ambalo limeyumbisha na kutetemesha ulimwengu wote. Ni kwa sababu hakuna jambo lolote ambalo linaweza kumtetemesha wala kumstua Mungu wetu. Ni kwa sababu ufalme wa Mungu uko imara na anatupigania na kututetea hata jioni ya leo. Biblia inasema ya kwamba mlango ule wa 2 wa Waamuzi, mstari wa 1 inasema ya kwamba malaika wa Bwana akakwea kutoka Gilgali hadi Bokimu, naye akasema, niliwapandisha kutoka Misri na kuwaingiza katika nchi niliyoapa kuwapa baba zenu. Nikasema, kamwe sitalivunja agano langu nanyi msifanye agano na watu wa nchi hii, mbali mtazibomoa madhabahu zao. Lakini ninyi hamukunitii mimi. Kwa nini mumefanya jambo hili? Sasa basi nimewaambia kuwa sitawafukuza watoke katikati yenu, ila watakuwa miiba kwenu, nao miungu yao itakuwa tanzi kwenu. Malaika wa Bwana alipomaliza kusema mambo haya kwa Waisraeli wote, watu wakalia kwa sauti kuu. Wakapaita mahali pale Bokimu, nao wakamtolea Bwana sadaka. Mstari wa 6 nikiongezea, baada ya Yoshua kuwapa watu ruhusa waende zao, Waisraeli wakaenda kwenye urithi wao wenyewe ili kumiliki nchi yao. Bwana sifiwe. Ningependa jioni ya leo tuweze kuangalia na kuangazia kuhusu kuweka agano. Ni kwa sababu tunaishi katika nyakati ambazo watu hawawezi kutunza agano na ahadi ambazo wameweka. Kila mara ukisoma kwa magazeti, ukitazama kwa runinga, unaona vile watu wameweza kuvunja ahadi na agano ambazo wameweka. Tunaona hata vyama vya kisiasa, wale ambao wako serikalini hawawezi wakaweka mikataba ambayo waliweka wakiwa wamekula kiapo. Na kwa hivyo hili ni jambo ambalo hukasirisha Mungu sana. Ni kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa agano, ni Mungu wa ahadi. Na hapa ambapo tumesoma, Biblia inasema ya kwamba alinena, akamtuma malaika na akawaambia wana wa Israeli. Huu wakati aliona ya kwamba hata mtuma nabii, aliona ya kwamba hata mtuma mchungaji, aliona hata mtuma mtu yeyote, lakini atatumana kutoka kule mbinguni, akamwachilia malaika ambaye hatujaambiwa jina lake. Na kwa hivyo akashuka akaenda kwa wana wa Israeli na kuwaambia ya kwamba mimi ndimi Mungu wenu
ambaye aliwapandisha kutoka Misri, mahali ambapo mlikuwa mnateseka, mahali ambapo mlikuwa mnafanya kazi ya sulubu, mahali ambapo mlikuwa mnafanya kazi ya kuumia bila malipo, na nikawapandisha nikawapeleka mahali penu ambapo nilikuwa nimewaapia baba zenu. Na akasema ya kwamba niliapa kwa kiapo ya kwamba mimi sitaliacha agano langu. Mstari wa 2 unasema ya kwamba niliwapandisha kutoka Misri na kuwaingiza katika nchi niliyoapa kuwapa baba zenu. Nikasema kamwe sitalivunja agano langu nanyi. Biblia inasema ya kwamba Mungu alinena na akawaambia kwamba kama kuna jambo ambalo linanifurahisha, kama kuna jambo ambalo linanipendeza, ni wakati nimeweka agano, ni wakati nimeweka makubaliano. Ni kwa sababu mimi ni Mungu, sitarejea mahali pale na nivunje agano langu. Na kwa hivyo Mungu hukasirika sana wakati anaona watu ambao amewaita wanavunja agano. Biblia inasema ya kwamba malaika wa Mungu akapanda kutoka Gilgali na akafika mahali ambapo panaitwa Bokimu. Hawa wana wa Israeli walikuwa wamepandishwa ili waingie katika nchi yao, nchi ambayo tunaambiwa na maandiko ya kwamba ilikuwa ni nchi ya asali na maziwa, nchi ambayo ilikuwa iko na mazao, nchi ambayo ilikuwa na rotuba na baraka. Lakini badala ya wao kuingia katika baraka zao, Biblia inasema ya kwamba malaika wa Mungu alienda kuwatafuta mahali ambapo panaitwa Bokimu. Nilikuwa naangalia kwenye tafsiri ya hili jina ambalo linaitwa Bokimu. Bokimu ni kumaanisha mahali pa kulia, mahali pa kuomboleza. Hawa ni watu ambao wameitwa na Mungu, wamepewa ahadi, wameambiwa ya kwamba nawapeleka mahali ambapo mutakuwa na baraka, nawapeleka mahali ambapo mutaweza kuongezeka. Lakini badala ya kuenda mahali ambapo wanaenda kuongezeka na kubarikiwa, wanaenda mahali ambapo panaitwa Bokimu, kumaanisha ya kwamba hata walipoingia katika nchi ya ahadi, ni kwa sababu walienda wakazivunja maagano, wakavunja ile makubaliano na Mungu, hawakuweza kuingia katika urithi wao. Na kwa hivyo mpendwa, nataka utambue jambo moja: wakati unavunja agano lako na Mungu, hata kama amekuahidia baraka kubwa, hata kama amekuahidia mambo makubwa ambayo yanaweza kushangaza ulimwengu, nataka nikwambie utaingia kwenye maombolezo badala ya kuingia katika mahali pako pa kubarikiwa. Badala ya kuingia katika mahali pako pa kuinuliwa, utaenda Bokimu. Jioni ya leo najua kuna mtu ambaye ninanenea akiwa Bokimu, na malaika wa Mungu ametumwa kwako akuambia kwamba Bwana anataka ukarejee katika mkataba wako, ili ukaingie katika baraka zako, ukaingie katika himaya yako, ukaingie katika urithi wako. Kama vile tumesoma mahali hapa ya kwamba wakati malaika wa Bwana alimaliza kunena na watu hawa, waliomboleza na wakalia na wakatolea Mungu dhabihu mahali pale. Na wakati waliweza kumaliza kufanya mambo haya, Yoshua akasimama na akawaambia waende. Huu ndio wakati tunaona ya kwamba mara ya kwanza wana wa Israeli wanaingia katika urithi wao. Jioni ya leo najua kuna watu ambao wamevuja mikataba, umevuja makubaliano yako ambayo ulikubaliana wewe na mke wako, makubaliano ambayo ulikubaliana wewe na Mungu wako. Ni watu wangapi ambao wamevuja ahadi, ambao wamevuja makubaliano? Walipanda kwa madhabahu na wakakubaliana na wake zao wakati walikuwa wanafunga doa ya kwamba mimi sitakuacha, na hivi leo wewe unaonekana katika njia za kando kando. Kwa hivyo inamaanisha umevuja makubaliano, na hivi ni kumaanisha ya kwamba wakati wowote unavuja makubaliano, wakati wowote unavuja mikataba, unatoka katika urithi wako. Bwana anasema katika kitabu cha Malaki mlango wa 2:14, Biblia inasema ya kwamba ni kwa sababu mmezivunja mikataba na makubaliano yenu na wake wenu wa ujana wenu, nami nimewaacha. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba watu ambao wanavuja makubaliano,
Watu ambao wanagaili yale ambayo wamesema hawawezi wakaendelea. Mungu hawezi kuwaaminia na urithi wowote. Jioni ya leo Bwana anatuhimiza tukaweze kukumbuka yale makubaliano ambayo tumeweka, zile nadhiri ambazo tumeweka katika madhabahu, zile nadhiri ambazo tumeweka na Mungu, ili akaweze kutuingiza katika urithi wetu. Nikitazama hata ukiwa pale nyumbani, unaona vile kumeongezeka malumbano na vita na migogoro pale nyumbani, haswa katika kipindi hiki. Watu wamerejea manyumbani, watu wanapigana, na huyu ni mke ambaye ama ni mume ambaye ulimwambia kwamba nitakupenda wakati wowote na katika hali zozote, na wewe unaonekana ya kwamba umeenda kinyume na yale ambayo uliyasema. Wengine walikuja kwa madhabahu na wakasema ya kwamba nikibarikiwa nitaweza kufanya haya na yale, lakini wakati ulibarikiwa ukarejelea njia zako za hapo awali na ukaacha na ukakosa kuondoa ile nadhiri ambayo uliweka. Kumbuka Mungu anasema ya kwamba mimi ni Mungu ambaye huzishika agano zangu. Akasema ya kwamba mimi sitalivunja agano langu na nyinyi. Na kwa hivyo Bwana anasema, ananiuliza na anakuuliza jioni ya leo, je, wewe unaweza kuweka mikataba? Unaweza kutunza makubaliano? Unaweza kutunza ahadi ambazo umeweka? Unaweza kutunza lile agano ambalo umeweka na Mungu, na ili yaweze kukuingiza katika urithi wako? Jioni ya leo Bwana anatamani uingie katika urithi wako. Wengine wangekuwa mbali sana, wengine ni mamilionea, wengine ni mabilionea, wengine ni watu ambao wako na karama za hali ya juu, lakini hawawezi kuingizwa katika ule urithi. Ni kwa sababu hawajafika mahali pa kutunza zile agano na makubaliano ambayo wameweka na Mungu. Mungu hupenda mtu ambaye huweka makubaliano. Kile ambacho umesema unaweza kukitimiza. Kile ambacho umesema unaweza kukitunza na ukaweze kukifikisha. Biblia inasema mstari ule wa 6 ya kwamba wakati ule Yoshua akawaachilia watu waende manyumbani na wakaingia katika urithi wao. Jioni ya leo sijui urithi wako ndio gani, na Bwana angetamani uingie mahali pale, na ili uweze kuwa wa baraka katika kanisa, uweze kuwa wa baraka katika nyumbani, katika familia yenu, uweze kuwa wa baraka katika nchi mzima. Ni kwa sababu ukiingia kwa urithi wako utakuwa wa msaada kwa wote ambao watakuwa wakihusika nawe. Nitaomba na ili tuweze kubarikiwa. Baba, muumba wa vyote, muumba wa mbingu na nchi na bahari, tunakutukuza na tunakuinua. Wewe ni Mungu ambaye huweka maagano. Wewe ni Mungu ambaye hukumbuka maagano, na ukakumbuka maagano na ahadi ambayo ulimwekea Noa wakati alikuwa kwa Sabina. Bwana, ukakumbuka maagano yako na Ibrahimu, ukakumbuka maagano yako na wana wa Israeli na ukayatimiza. Jioni ya leo Bwana, tunarejea katika maagano na makubaliano yetu na wewe, na ili ukaweze Mfalme kutuingiza katika urithi wetu. Tunatamani Bwana kutembea katika urithi wetu jioni ya leo, katika jamii zetu na katika huduma ambazo umetuaminia kwa jina lake Yesu. Baba, ninaombea yule mpendwa hata akiwa nyumbani, ukaweze kumbariki na kumuinua, maana ni kwa jina lake Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Ni Mungu mtuliza bahari, hafananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi.
kitu kingine katikati ya ghadhabu, unakumbuka rehema, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Mungu mwenye wivu, unatunza